Msichana huyo kwa bahati mbaya alimwona mama yake akiingia jikoni na wanaume wawili wageni. Alitaka kujua sana. Mama yake pia alimtambua, lakini mama yake alimtazama kwa macho kali na kisha akafunga mlango. Msichana aliamua kujua ukweli. Alipokuwa karibu kufungua mlango, baba yake alionekana ghafla na akamzuia. Alimwambia ajifanye hakuona chochote. Hivi karibuni, wanaume hao wawili walitoka nje ya jikoni. Walimsifu mama yake msichana kwa ujuzi wake mzuri wa kupikia. Walimpa mfuko wa dhahabu kama zawadi. Baada ya kuondoka, msichana aliuliza mama yake nini kilichotokea jikoni. Lakini mama yake alimwambia msichana kuwa atajua jibu anapokuwa na kuleta mpenzi nyumbani. Kwa kupitiwa kwa macho, miaka 10 ikapita. Msichana huyo kweli alimleta mpenzi wake nyumbani. Alikuwa na hamu ya kujua siri ya jikoni, lakini mama yake alimlaumu kwa kuwa na subira na kusema wataongea baada ya chakula. Mama ya msichana alitayarisha vyakula vya samaki maalum kwa mvulana huyo, lakini alitapika baada ya kubite moja tu. Harufu ya samaki ilimfanya atapike. Kwa hivyo, mama alilazimika kumwomba msichana aende jikoni kupata divai ya kupikia ya kuondoa harufu. Baada ya msichana kuondoka, baba yake alimfuata kwa ufahamu. Mara moja baadaye, mwanamke huyo alimkimbilia mvulana nyuma na akafanya mwendo wa kifahari. Mvulana alipoteza fahamu na akamfuata ndani ya jikoni. Hivi karibuni, msichana alirudi na divai, lakini hakukuwa na mtu karibu. Saa 3 baadaye, mama alitoka nje ya jikoni kwa uchovu. Alimkabidhi bangili ya mvulana kwa binti yake. Alisema ilikuwa zawadi ya kuaga. Msichana alihisi huzuni mara moja, kwa sababu kuondoa bangili kunamaanisha mwisho wa uhusiano. Alikuwa kwa mkanganyiko kuhusu kila kitu kilichotokea, lakini asubuhi iliyofuata, mvulana alijitolea kuja nyumbani kwa msichana. Msichana alikuwa karibu kumwendea kumhoji, lakini mvulana alimsukuma chini kwa hasira, kisha akakimbilia kuelekea jikoni bila kuangalia nyuma. Msichana alisimama kumfukuza, lakini baba yake alimzuia nje ya jikoni tena. Sauti ya mama yake ilirudia ndani ya jikoni. Kwa papo, picha nyingi zilionekana akilini mwa msichana. Hakuweza kustahimili tena na akakimbilia kituo cha polisi kutoa taarifa. Lakini baada ya uchunguzi, polisi hakukuta kitu kisicho cha kawaida nyumbani kwake. Walimshtaki msichana kwa kutoa taarifa ya uongo. Msichana hakuwa radhi. Aliamua kurudi nyumbani na kumhoji mama yake tena. Lakini wakati huu, mama yake alihamisha shughuli kutoka jikoni hadi chumbani. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.